Amen. Kwa kweli leo namshukuru Mungu sana. Yaani nimekuona. Kwanza katika mtumishi hapa anaanza kusoma kufundisha. Mimi pale nilikuwa nasikia usingizi sana. Yaani sana. Mtumishi akasema mtu achukue maji sio kusema. Mimi nimefunga hivi. Sichukui maji. Kwa nikaona labda saa nyingine kabisa napotea pale. Lakini nikasema leo ni siku yangu. Naomba sana. Amen. Hata alipokuwa anasema mkuu ile ganzi, yaani mimi kwa kweli leo yaani na muda mrefu na pia nitakia mahali yangu. Yaani saa nyingine nikilala nashindwa hata kunyanyuka. Yaani mpaka nigeuka kwamba pili nianze kunyanyuka hivi pole pole kwa sababu nakamata huku mpaka kote kuchini. Mpaka nasema ni kitu gani? Saa nyingine bado nasimama sana naomba. Na nisiku nikisema kweli nisimame niombe ndio sio nakamata kweli kweli kwa uweze kusogea. Lakini leo namshukuru Mungu. Na sasa unaonaje? Kwa kweli sisikii. Hata pale unasema kama sio nilikuwa nasikia hapa maumivu kwenye nyonga. Nasikia kabisa maumivu. Sasa hivi sisikii. Amen. Mtaamini wakati nasema jamani watu mnaibiwa. Yaani kalipita ka upepo fulani. Mimi nafundisha hapa afu naona watu mara yaani wameondolewa. Yaani ule utulivu ulikuwa unaondoka kabisa unayumba. Yaani mwingine yupo kama hayupo. Haleluya. Amen. Na ni kweli. Maana nimemaliza kuombea ule nguo niliokuwa nimeletewa wa kulia. Nikasema sasa hapa tumemaliza. Ghafla nikaletewa wa kushoto ganzi kabisa. Na nilipotamka tu watu wawili walipolipuka tu kwangu nguo ule ukaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi napenda kumshukuru Mungu kupitia madhabahu hii. Wakati nakuja kutoka nyumbani nilifika maeneo ya Swaswa. Hii njia ni sio mgeni, kwa tunapita mara kwa mara, lakini leo nimefika pale Swaswa nikaa nimeshuka kwenda kuweka hela. Sasa nilipopanda pikipiki na kuja, yani naona giza, sioni njia ya kuja huku kwa Mama Sara. Nikamwambia boda, unatupeleka wapi leo? Mbona sio huku tunakoenda? Akaniambia, "Wewe Mama Fise vipi? Ndio hii njia." Nikamwambia, "Hapana, huku sio kwa Mama Sara tunakoenda." Akaniambia, "Hapana, ndio kwenye." Sasa nikasema, kuna jambo langu kule wananizuia, lakini mpaka nifike. Tukasogea mbele kidogo, sasa ndio nikaanza kuona yale maeneo ambayo nafanyaje nayajua. Pia nimekuja hapa nimefika, yani nikaanza kusinzia. Yani mama anapoongea afu ananikazia macho, yani mimi nainama. Yani mama anakaza macho mimi tu, yani nasinzia na nasema maliza. Yani na usingizi mimi niende pale nikalale, mimi nimechoka. Yani mama tu anazidi kuongea ni amenikazia macho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya hapo yani sasa hivi usingizi usikii. Hata njaa sisikii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Jamani makofi hayatoshi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwanza hata leo kuweza kuwepo hapa. Kama utakumbuka mtumishi ngomba safiri. Lakini moyo wangu kama mzito kabisa. Nishaandika kila kitu na ruhusa usishatoka. Nilikuwa safari ya kikazi lakini moyo ukakataa. Panga mshirikisha mwenzangu akamwambia kama unasikia moyo umekataa usiende. Kwa hiyo nikasema basi Mungu ana makusudi. Kwa hiyo nikasema basi nitabaki sitasafiri na asubuhi kama nimepanga nitaamka nifanye shughuli za nyumbani saa 4 niondoke. Lakini sasa asubuhi nao tena nikaanza kusema usiende tu, silale tu. Kwanza wiki nzima nimekuwa busy, sinilale tu. Kwa hiyo hali pia nimepambana nayo sana mpaka kuweza hata nikuja kuchelewa kuweza kufika. Lakini nilikuwa nimemshirikisha rafiki yangu na rafiki yangu mmoja unafahamu na sio tushakuja naye tukamwambia kwa ndani. Akawa ameshakubali kabisa kwamba atakuja. Na ndio mambo niko busy na simu kila saa naangalia usikute kwa maana alikuwa ananiambia anaweza sipakumbuke. Nilikuwa naangalia ili ananiambia usikute amenitafuta. Kwa nini nimesema ngoja mwishoni nitumie tu message kufika shule ya Mlima. Utaona Zuru tayari kamwelekeza namna ya kufika. Tumekuja kuomba baadaye nimerudi nimeangalia simu tano. Ananiambia nimeshindwa kuja. Naona shetani amejinua kwa mtoto wake sio amechomana visu kule nyumbani. Kwa nikasema basi ili jambo la kuziwa nilishuhudia hapa tuendelee kuongeza nguvu. Sawa, nilishajipanga kabisa na nishaahidi kwamba atakuja. Na mimi kwa naamini Mungu na mimi ameniacha niwepo hapa nimsukume naye kwa sababu ana mambo yake mengi. Lakini mimi kwa kuja hapa nimepata kwa kweli mambo mengi. Nilikuwa nasali mpaka kufunguliwa naona kabisa
kuna watu naletewa kabisa, kuna vitu naviona kabisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli, leo sijatoka patupu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi leo ilikuwa ni ngumu sana kufika hapa. Hata ulipofika hujakaa sawa. Wakati unahubiri, huwa anataka kuhubiri ni kuangalia. Ndio huwa naelewa. Ila nikikuangalia na wazo tofauti. Tena nakumbuka kwamba kule nyumbani sitakuwa na wale bibi wale na hamu. Ila nikifunga macho hivi napata kautulivu, lakini nikifunga macho nisipokuangalia kwa kitu ambacho sipati. Yaani mimi nikuelewa, lazima nikuangalie usoni. Unakumbuka nilimpa kiti gani? Muulize amekaa wapi? Ni kwa sababu nikuja kukuta hapo na mstari karibu na yeye. Kwa kidogo ni mtihani. Mimi hata kufika tu hapo sasa kushika ile mic kuongea. Mimi kwangu ni muujiza. Amen. Na ni kweli kusimama mbele hapa jamani. Kwake ni muujiza. Haleluya. Amen. Tunaweza kusema kwa wale ambao wanaendelea kupata bahati ni bahati. Neema bora kama watu wengine wangejua wasingeacha kutumia fursa, na naona kama fursa zingine. Amen. Lakini pia kupitia maombi ambayo mama amefundisha kuingia kwa dhati, nimejaribu kuonyesha vitu mbalimbali zaidi vya kuombea, zaidi hata mimi binafsi. Pia ndugu zangu mbalimbali. Kwa kuna mtoto wangu mmoja ana changamoto fulani. Kuonyesha hicho kitu nikakata naomba, na dada yangu mmoja ana changamoto, kuonyesha kitu cha zaidi cha kufanya. Amen. Nadhani nitamshikisha zaidi mtumishi. Amen. Ongezeni makofi haya. Yaani kama unaweza ongeza tena. Amen. Mungu akutendee zaidi kaka lake.